Leo hii tupo katika kuingia makubaliano na kampuni ya Vivo Energies ambao ndani yake wana engine pamoja na shells ambao wanafanya shughuli mbalimbali hapa nchini, hususan kwenye masuala ya vilainishi, lakini pia na utoaji pia wa huduma mbalimbali za vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufanya maintenance mbalimbali kwenye magari na vyombo pamoja na mitambo. Na katika muunganiko au makubaliano haya ambayo tunaenda kuyaingia, lengo ni kuhakikisha kwamba tunaenda kutengeneza wale vijana au wanafunzi wanaokuwa wanasoma katika vyuo vya VETA waweze kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya zile lubrication ambazo zinakuwa zinatengenezwa, lakini pia kuweza kuelewa ubora na viwango ambavyo vinatakiwa kutumika katika kila kifaa ambacho yule mwanafunzi au wale wanaoenda kutoa hizi huduma kuweza kujua kwamba kifaa hiki atumie lubrication gani kwa ajili ya kuweza kukirekebisha kifaa hicho. Lakini katika kwenda kushirikiana nao ni kwa ajili pia ya kuweza kuwapa ujuzi zaidi walimu, wakufunzi pamoja na wanafunzi wetu katika matumizi sahihi ya huduma au vitu ambavyo vinavyokuwa vinatengenezwa na wenzetu wa Vivo. Lakini sambamba na hilo, tumeona pia kunalo eneo lingine la utunzaji wa mazingira. Tukijaribu kutizama katika maeneo yetu mbalimbali, tunazo gereji, tunazo sehemu ambazo tunafanya repair za pikipiki, tunafanya repair za magari na mitambo. Mwisho wa siku tunapokuwa tunatumia labda oili na vifaa vingine, tunakuta hatutaki kuzingatia katika kutunza mazingira yetu. Kwa moja ya kitu kingine ni kwenda kuwaelewesha na kuwafundisha vijana wetu namna ya kutunza mazingira pale wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Sambamba pia na kuwafundisha namna ya masuala mazima ya safety katika utoaji wa huduma zao, ili kuhakikisha kwamba wanapokuwa wanafanya kazi basi wazingatie swala hilo zima la safety. Lakini nia ni kutaka nini? Nia sio tu kutaka Vivo labda bidhaa zao zijulikane ndani ya VETA, hapana. Ni kuwajengea vijana wa Kitanzania uwezo wa kuweza kwenda kufanya kazi vizuri pale wanapokuwa wamehitimu katika vyuo vya VETA na wameenda kufungua biashara zao au wameenda kuajiriwa katika maeneo mbalimbali. Lakini pia ni kwa ajili pia mojawapo eneo lingine ni ile tunasema kwamba Vivo wanataka sasa kurudisha pia kwa jamii. Sasa namna gani pia kurudisha pia kwa jamii ni katika kuhakikisha kwamba ile jamii na urudishia waweze pia kuweza kupewa ujuzi, kupata uwezo wa kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo na sisi kama VETA tumewashukuru na tumewakaribisha kwa ajili ya kuweza kufanya nao kazi kwa pamoja, na ukizingatia sasa hivi VETA tumetoka kusherehekea miaka yetu 30 ya uanzishaji wa VETA. Kwa hiyo tunaamini miaka 30 mingine lazima tuhakikishe kwamba tunaenda kufanya vitu ambavyo vinaenda kuwasaidia Watanzania, na kufanya vitu hivyo maana yake ni kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali kama Vivo ili tuweze kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata ujuzi, wanapata uwezo wa kutoa huduma au kufanya vitu mbalimbali. Majina naitwa Harriet Mgongolwa, ni meneja masoko kutoka Vivo Energy. Leo ni siku ya furaha sana kwetu kutokana na huu muungano wa VETA na Vivo Energy kwa upande wa wanafunzi ambao wanaingia katika mafundisho ya mechanics. Bila shaka tunajua watu wengi hawana ufahamu mkubwa kuhusiana na vilainishi au hawajui ni kitu gani kinaimbia katika chombo chao. Hivyo unakuta mtu mara nyingi huwa anamtegemea fundi ndio aweze kumrecommend atumie kilainishi gani, atumie mafuta gani na kadhalika. Hivyo sisi kama Vivo tunawaheshimu sana mafundi na tunafanya nao kazi on a daily basis, lakini tumeona ni jema kuja hapa VETA na kuwadaka wale wanafunzi ambao wanajifunza kuingia kuwa mafundi na kuwa washauri wakubwa kwa wateja katika utumiaji wa vyombo vyao, lubrication na hata maintenance ya magari, bodaboda na magari makubwa na hata kwenye industrial level pia. Kwa hiyo kukosa fundi ambaye anajua anachokifanya, of course ina damage sana mtu bidhaa zako, inakuletea loss, si ndio? Na unashindwa pia kufanya biashara zako za kijamii na hata ambazo zinakuingizia kipato. Hivyo ni muhimu sana kwa mafundi wote kuwa na ujuzi muhimu kuhusiana na vilainishi, kujua jinsi gani wanaweza wakamshauri mteja ili kuweza kutumia kifaa ambacho kinafaa katika chombo chake. Kwa hiyo sisi Vivo, ukikosa fundi ambaye anaweza kukuelekeza sahihi jinsi ya kutumia lubricants, kwa nini utumie Shell lubricants, hilo of course inaleta sana hasara, na ndio maana tuko hapa. Ukizingatia pia miradi yetu ya kijamii iko katika kanda ya elimu, mazingira na afya.
Tuko hapa kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa mafundi, tupo hapa kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa watu wote kiujumla kuhusiana na lubrication.